Katika kile kinachoelezwa kuwa moja ya mazungumzo makali na marefu zaidi ya kidiplomasia katika miaka hivi karibuni, Marekani na Irani wamehitimisha duru ya mazungumzo ya saa 21 mjini Islamabad, Pakistani, bila kufikia makubaliano yoyote rasmi, hatua inayoweka mustakabali wa usitishaji vita dhaifu katika Mashariki ya Kati katika hali ya sintofahamu kubwa. Mazungumzo haya yaliyoongozwa kwa upande wa Marekani na makamu wa rais JD Vance yalitarajiwa kuwa daraja la kuleta mwafaka kati ya mataifa hayo mawili yanayogongana kwa muda mrefu juu ya mpango wa nyuklia wa Irani, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kijeshi katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, baada ya masaa mengi ya mijadala ya chini, pande zote ziliondoka bila kusaini makubaliano yoyote. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mjumbe wa Marekani, msingi wa mkwamo huo ni msimamo mkali wa Washington wa kutaka Irani ikubali wazi kutotoa nafasi yoyote ya kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Teherani inadai ni shinikizo lisilokubalika kabisa na linakiuka haki yake ya matumizi ya nishati za nyuklia kwa amani. Makamu wa rais JD Vance akizungumza na waandishi wa habari baada ya mazungumzo, alisisitiza kuwa Marekani haiwezi kuridhia hali yoyote inayoruhusu Irani kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia kwa njia ya haraka au ya siri, akiongeza kuwa hiyo ndiyo msingi mkuu wa sera ya Marekani katika eneo hilo. Alieleza kuwa alikuwa katika mawasiliano ya karibu sana na Rais Donald Trump muda wote wa mazungumzo, pamoja na maafisa wakuu wa serikali ya Marekani ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje na Idara ya Ulinzi. Kwa upande wa Irani, ukimya wa awali ulitawala mara baada ya mazungumzo kumalizika, lakini duru za upatanishi nchini Pakistani zilitoa wito wa pande zote kuheshimu usitishaji vita ulio dhaifu ambao tayari umekuwa ukitikiswa na mashambulizi na mashaka ya kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan alisisitiza kuwa nchi yake itaendelea kujaribu kuleta pande hizo pamoja, akionya kuwa kuanguka kwa mazungumzo hayo kunaweza kurudisha eneo lote kwenye hatari ya vita vya wazi. Mazungumzo ya Islamabad yalifanyika katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kikanda. Vita vinavyoendelea kati ya Irani na washirika wake dhidi ya Israel na Marekani vimeathiri si tu usalama wa Mashariki ya Kati bali pia masoko ya dunia, hasa sekta ya uchumi. Ripoti zinaeleza kuwa zaidi ya watu 1000 kadhaa tayari wamepoteza maisha katika mfululizo wa mapigano yanayohusisha Lebanon, Israeli, Irani na maeneo mengine ya Ghuba ya Uajemi. Makamu wa rais JD Vance aliripotiwa kuwa katika mawasiliano ya mara kwa mara na Rais Donald Trump. Baadhi ya mawasiliano yalifikia zaidi ya mara kadhaa ndani ya saa chache, jambo linaloonyesha uzito wa mazungumzo hayo ya Washington. Mojawapo ya vipengele nyeti zaidi vya mgogoro huu ni usalama wa mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi za Marekani, meli 2 za kivita za taifa hilo zilipita katika eneo hilo nyeti kama sehemu ya operesheni za kusafisha mabomu ya baharini, hatua inayotafsiriwa kama ishara ya kujiandaa kwa uwezekano wa mapigano ya baharini iwapo mazungumzo yatashindwa kabisa. Irani kupitia vyombo vyake vya baharini vya serikali ilikanusha baadhi ya taarifa hizo, ikidai kuwa Marekani inazidisha propaganda za kijeshi ili kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanasema kuwa kudhibiti au kuzuia usafirishaji katika mlango wa Hormuz ni silaha ya kiuchumi yenye nguvu kuliko risasi, kwani karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani hupita katika eneo hilo. Wakati mazungumzo ya Islamabad yakielekea ukingoni, vita vya Lebanon navyo vinaendelea kuongeza joto la kisiasa. Mashambulizi yanayohusisha Israeli na kundi la Hezbollah yanayoungwa mkono na Irani yamesababisha vifo vya maelfu na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Ripoti kutoka Lebanon zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 2000 wamepoteza maisha katika kipindi cha mapigano, huku makazi na miji kadhaa ikibaki katika hali ya taharuki. Katika upande wa kisiasa, majadiliano mapya kati ya Israeli na Lebanon yanatarajiwa kuanza Washington, ingawa upinzani mkali wa ndani nchini Lebanon unaendelea kuibua mashaka kuhusu uwezekano wa mafanikio. Kabla ya mazungumzo hayo, pande zote zilifika na mapendekezo tofauti kabisa. Moja, Marekani ilisisitiza udhibiti mkali wa mpango wa nyuklia wa Irani na kufunguliwa kwa njia salama ya mlango wa Hormuz kwa biashara ya kimataifa. Irani ilidai kuendelea kwa vikwazo, fidia ya uharibifu uliosababishwa na mashambulizi na kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya washirika wake wa kikanda.
Msimamo huu tofauti uliibua kile ambacho wachambuzi wanakiita mgongano wa maslahi usio na daraja la kati. Kushindwa kwa mazungumzo haya kumewaacha wachambuzi wa kimataifa wakijiuliza kama usitishaji vita uliopo unaweza kudumu. Rais Donald Trump amenukuliwa akisema Marekani inaendelea na mipango ya kuhakikisha usalama wa njia za baharini, akisisitiza kuwa majadiliano au la, Marekani haitaruhusu usafirishaji wa kimataifa kuzuiliwa. Wakati huo Irani imeonya kuwa itajibu kwa nguvu iwapo itashambuliwa tena, kauli inayoongeza hofu ya kuongezeka kwa mgogoro huu. Mazungumzo ya Islamabad yameacha dunia katika njia panda, upande mmoja ukiwa na matumaini ya diplomasia na upande mwingine ukiwa umejawa na mashaka, silaha na mahesabu ya kimkakati. Kwa sasa mustakabali wa Mashariki ya Kati unasalia kuwa kitendawili kisicho na jibu sahihi, kila upande ukisubiri hatua ya mwenzake katika mchezo hatari wa kisiasa unaoweza kubadili ramani ya dunia. Wakati waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alipowasili Istanbul, Tehran ilisisitiza msimamo wake: hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran alithibitisha wazi kupitia mtandao wa X kwamba hakuna mkutano uliopangwa kati ya Iran na Marekani. Badala yake, Pakistani inachukua jukumu la mpatanishi, ikibeba ujumbe kati ya pande zote mbili. Hatua hii inaonyesha jinsi Islamabad inavyojaribu kujijenga kama daraja la kidiplomasia katika mgogoro unaoweza kuathiri uchumi wa dunia. Kiini cha mzozo huu ni Strait of Hormuz, njia nyembamba ya bahari ambayo hupitisha karibu robo ya mafuta na gesi ya dunia. Tangu kuanza kwa vita, njia hii imekuwa kitovu cha mashambulizi, vizuizi na hofu ya kiuchumi duniani. Meli zimekuwa zikilengwa na mataifa ya magharibi yameongeza uwepo wa kijeshi kulinda usafirishaji wa nishati. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi kubwa, huku Brent crude ikibadilika kati ya dola 103 hadi zaidi ya 107 kwa pipa, ongezeko la zaidi ya 50% tangu mzozo huu. Pakistani imejitosa kama mpatanishi mkuu, ikijaribu kurejesha mazungumzo yaliyokwama kati ya Marekani na Irani. Serikali ya Islamabad inasema inalenga kurejesha mazungumzo ya kusitisha mapigano, lakini kwa upande mwingine inakiri kuwa hali bado ni tete na haina uhakika. Mazungumzo ya awali yalifanyika Geneva yalivunjika bila makubaliano, na siku moja baadaye mgogoro ilianza kuchukua sura mpya ya vita vya wazi kati ya Israeli na Irani. Wakati diplomasia ikiendelea, upande wa kijeshi haujapunguza kasi. Marekani tayari na meli 3 kubwa za kubeba ndege katika eneo hilo, hatua inayoashiria kiwango cha juu cha tahadhari ya kijeshi. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth amenukuliwa akisema Irani ina chaguo muhimu la kufanya: makubaliano au kukabili matokeo makubwa, alisema waziri huyo. Hii inaongeza shinikizo kwa mazungumzo ambayo tayari yako kwenye ukingo wa kushindwa. Wakati dunia ikielekeza macho Irani na Marekani, Lebanon nayo imeingia kwenye mzunguko wa vurugu. Mapigano kati ya Israeli na kundi la Hezbollah yameendelea licha makubaliano ya kusitisha mapambano kwa muda. Hezbollah imelaumiwa kwa mashambulizi, huku Israeli ikijibu kwa mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi. Ingawa Israeli na Lebanon walikubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano, hali mashariki mwa Lebanon bado ni ya wasiwasi. Jeshi la Israeli limeendelea kutoa amri za uokoaji kwa wakazi wa vijiji vya mpakani, ikidai kuwa Hezbollah inatumia maeneo hayo kufanya mashambulizi. Kwa upande mwingine, Hezbollah inakanusha na kudai inajilinda dhidi ya uvamizi wa Israeli. Mazungumzo ya Pakistani sasa yamegeuka kuwa kipimo cha iwapo diplomasia bado inaweza kushinda silaha katika karne ya 21. Kila upande unaonekana kushikilia msimamo wake kwa nguvu, lakini pia hakuna anayetaka kuingia katika vita vya muda mrefu vinavyoweza kuharibu uchumi wa dunia.